Bwana, moja ya nyota ambao wanafanya vizuri kabisa katika ligi kuu ya NBC na soka la Tanzania kwa ujumla wake, hususan kwa msimu huu ni Prince Dube Mpumelelo. Sasa wakati huu nimekuja mbele yenu kuzungumza juu ya Prince Dube, nyota ambaye ameteka headlines maeneo mbalimbali kutokana na uhodari wake mkubwa wa kufunga mabao pamoja na kuasisti. Background yake, nyuma ya Prince Dube kulikuwa kuna nini? Dube ametokea wapi? Mazingira yake yako vipi? Basi ungana nami katika kumfahamu mwamba huyu Dube Prince. Bwana, Dube Prince ni raia wa Zimbabwe na tunafahamu kwamba klabu yake ya kwanza katika ligi kuu ya Zimbabwe inaitwa Highlanders. Highlanders ni moja ya klabu kubwa ndani ya taifa la Zimbabwe, na hii inatokea Bulawayo ambako ndio kwao na Prince Dube. Sasa Dube alikuwa akicheza timu za mtaani tu za watoto na baadaye kwenye mwaka 2015 akaenda kufanya majaribio kwenye kikosi cha Highlanders, akafanikiwa. Mara ya kwanza alifanya akashindwa, mara ya pili akafanikiwa na kujiunga nacho kikosi hicho cha Highlanders, ambayo kimsingi mwenyewe kwenye moja ya mahojiano yake aliwahi kuweka wazi kwamba hii ni timu ya ndoto yake. Alikuwa akitamani miaka mingi sana kuchezea Highlanders kutokana na profile au wasifu wa klabu ya Highlanders na ukubwa wake kwa ujumla. Sasa Dube Prince baada ya kuingia Highlanders aliwahi kunukuliwa katika siku moja katika mahojiano akisema kwamba hii ni timu ambayo ilikuwa inapendwa sana na baba yake mzazi marehemu Mpumelelo mwenyewe senior au Dube senior. Alikuwa akiipenda hii timu, na kwa sababu mwanawe alikuwa anamuona na talent akicheza pale mtaani, alikuwa akitamani siku moja amuone mwanawe anacheza Highlanders, na ndivyo ilikuja kutokea. Siku moja Prince Dube anasajiliwa na Highlanders, yuko pale kwenye kikosi cha Highlanders, akaanza kuonesha cheche zake akiwa na umri mdogo tu. Baadaye akiwa na umri wa miaka 20 akahitajika kule Afrika Kusini. Kuna timu inaitwa Super Sports United ipo Afrika Kusini kule Pretoria, na hawa ndio mahasimu au wapinzani wa karibu zaidi wa Mamelodi Sundowns, na wanatengeneza dabi inaitwa Shwane Dabi. Sasa Dube Prince, kwa sababu ile timu ya Super Sports United kuna baadhi ya viongozi katika technical staff ni raia wa Zimbabwe waliona talenti yake na wakamchukua. Lakini kwa nini walimchukua? Haikuwa sababu hivi. Hapana. Dube msimu wake wa pili akiwa na Highlanders alifanikiwa kufanya vizuri katika ule msimu na akawa katika top 3 ya mchezaji bora wa ligi kuu ya Zimbabwe. Wa kwanza alikuwepo, wa pili alikuwepo, yeye ni second run up. Yani alimaliza nafasi ya 3 katika ile orodha ya mchezaji bora wa ligi kuu ya Zimbabwe. Alipojiunga na Super Sports United Afrika Kusini, mambo yakawa tofauti bwana. Kiwango chake hakikutosha kupenya kwenye kikosi cha kwanza cha miamba hiyo. Tunafahamu Super Sports United ni moja ya timu ni timu ambayo imetoa talents nyingi. Hii Mamelodi Sundowns tunayozungumza leo hii ni timu tishio barani Afrika kwa ujumla wake. Ni timu ambayo imechangiwa nyota wengi kutoka Super Sports United, the like of Ronwen Williams ambaye ndio MVP wa sasa wa ligi kuu ya Afrika Kusini. Kwenye kikosi chao wana Teboho Mokoena ambaye ni MVP wa misimu miwili iliyopita ligi kuu ya Afrika Kusini. Wana fullback Aubrey Modiba, naye ni product ya huko. Grant Kekana, mlinzi wa kati, product ya huko. Wana Tapelo Morena, ni product ya huko, na wengine wengi. Kwa hiyo Super Sports ni timu ambayo imekuwa ikifidi ile Mamelodi Sundowns. Kukutajia baadhi ya nyota hao, lengo langu uone ukubwa wa Super Sports United. Isivyo bahati hakufanikiwa Prince Dube kupata nafasi kwenye kikosi cha kwanza. Hivyo basi miamba hiyo walilazimika kumtoa kwa mkopo kumpeleka kwenye kikosi cha Black Leopard. Hii timu ilikuwa ikifundishwa na Darren Kerry, kocha ambaye leo kufundisha pia kikosi cha Simba Sports ya hapa Tanzania. Kwa hiyo baada ya kwenda Black Leopard, baadaye akarudi tena Super Sports United, bado kiwango chake kilikuwa hakitoshi. Walichokifanya Super Sports United, wakavunja mkataba wake na kumruhusu Dube atafute malisho sehemu nyingine. Hivyo Dube akarudi nyumbani
kwa maana ya Highlanders. Highlanders akacheza msimu mmoja tu, kwa maana ya baada ya kurudi. Baada ya kucheza msimu mmoja alifunga bao 12. Yes, kwenye performance nzuri kabisa, na umri wake bado ulikuwa mdogo. Klabu ya Azam ya Tanzania wakapata ripoti yake, wakapata taarifa zake, wakawiwa kumjumuisha kwenye kikosi cha wahoka mikate wa Azam Complex. Dube baada ya kuingia pale alianza na moto sana katika msimu wake wa kwanza. Kumbukwe amecheza kwa misimu 4, lakini msimu wake wa kwanza alifanikiwa kufunga mabao 14, akaasisti mara 7. Maana yake alihusika katika mabao 21 akiwa na Azam FC. Baadaye akawa anacheza, na kitu ambacho kilikuwa kinamsumbua zaidi ilikuwa ni injuries. Alikuwa anapata sana majeraha ya mara kwa mara, jambo ambalo lilikuwa linafanya kukosa ile test yake, kukosa ule uwezo wake, hasa kwa sababu muda kuna nyakati alikuwa anakaa sana nje kwa maana ya kuwa bench kutokana na hizo injuries. Lakini kitu kikubwa ilikuwa ni Prince Dube, ambaye licha kwamba alikuwa anapata hizo injury, lakini alikuwa anafunga hizi timu kubwa. Alishawahi kufunga Young Africans, alishawahi kufunga Simba Sports Club. Baada ya misimu 4 kufika, Dube Prince akakataa kuendelea kusalia kwenye kikosi hicho cha Azam, huku akiwa na mkataba ndani ya Azam, lakini mwenyewe alikataa. Naona nguvu ya Mamelodi, nguvu ya Young Africans ilikuwa ni kubwa, that's why wakamfuata Dube na kumchukua. Zilianza tetesi nyingi sana, lakini baadaye akaenda kumchukua. Sasa basi, Dube alikuwa na mkataba na Azam, lakini alipush kwa Azam pale aondoke. Azam hawakuwa tayari kumwachia, ingawaje baadaye ilikuja kutokea kumwachia, lakini mara ya kwanza hawakuwa tayari kabisa. Dube wakati anakwenda kujiunga na Young Africans baada ya kuruhusiwa sasa shakubaliana Yanga na Azam, inanikumbusha miaka kadhaa nyuma iliyopita, nyota wa kimataifa wa Zimbabwe kama Billiat, moja ya nyota bora kabisa katika taifa la Zimbabwe, na mpaka leo tunapozungumza, licha ya umri wake kusogea na ameshatoka South Africa, lakini bado anacheza kwenye timu ya taifa ya Zimbabwe kwa maana ya Warriors. Sasa kama Billiat alikuwa moja ya nyota tegemeo kwenye kikosi cha Masanda Wana, Mamelodi Sundowns. Mwaka 2016 wakati Mamelodi wanabeba ubingwa, kama Billiat anapiga winga moja anapiga Anton Lafo, Percy Tau kasimama juu, Kigan Doli kwenye kikosi, Dennis Onyango raia wa Uganda kwenye beki pale, na nyota wengine kadha wa kadha. Hiyo ilikuwa ni Mamelodi dume kweli kweli, wanamfunga Zamalek, wanakuwa mabingwa wa ligi ya mabingwa barani Afrika. Na alikuwa ni mchezaji ambaye analipwa pesa nyingi sana ndani ya kikosi cha Mamelodi Sundowns, lakini alipush kuondoka na akakataa kurenew mkataba mwingine ndani ya Mamelodi Sundowns, akaenda Kaizer Chiefs. Mind you, Mamelodi ni timu kubwa, inamlipa fedha nyingi, lakini alikataa na akasema anaenda kucheza Kaizer Chiefs. Amakosi anakwenda Johannesburg, anakwenda Soweto kucheza. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa Mamelodi unampa kila kitu, lakini thamani yake haikuwa kubwa sana, kwa sababu hachezi timu yenye watu wengi. Aliamua kwenda kucheza mjini, timu yenye watu wengi, timu yenye pressure kubwa, timu ambayo hata akiondoka katika kandanda ya Afrika Kusini jina lake litaendelea kuimbwa kwa sababu amewaburudisha watu wengi. Ndivyo ambavyo story hiyo imetokea na Tanzania, kwa maana ya Prince Dube. Licha kucheza Azam ambayo ilikuwa inamlipa vizuri, Azam hawana changamoto za mambo ya malipo, kila kitu kilikuwa stable, lakini alisema hapana, I want to leave, nataka kwenda kucheza Young Africans, nataka kusogea mjini. Akaenda Twiga na Jangwani Mwamba, akajiunga na Yanga. Baada ya kujiunga na Yanga, ndani ya msimu wake wa kwanza ambao ndo huu wa 24-25, Prince Dube tayari ameshahusika kwenye mabao 20, ikiwa amefunga mabao 12, yuko pale juu katika orodha ya upachikaji mabao, yeye pamoja na Jean Charles Ahwa wa Simba Sports, na pia amesha assist mabao 8. Maana yake nini? Maana yake amehusika katika jumla ya mabao 20 ya Yanga msimu huu. Sasa ukirejea msimu wake wa kwanza akiwa na Azam, alihusika kwenye mabao 21, ndio ulikuwa msimu wake bora zaidi katika historia yake ya maisha ya soka. Msimu huu akiwa na kikosi cha Young Africans tayari ameshahusika kwenye mabao 20. Maana yake anadaiwa involvement ya goli moja tu, iwe assist au goli la kufunga, ili aweze kuifikia rekodi yake ya msimu wa kwanza ambayo ilimleta ndani ya ardhi ya Tanzania. Huyo ni Prince Dube Mpumelelo, one of the best player.
na ikumbukwe alikuwepo katika AFCON ya 2021 ile ambayo ilifanyika Cameroon kwenye kikosi cha Warriors, kwa maana timu ya taifa ya Zimbabwe. Alikuwepo kwenye AFCON, atakuwepo katika AFCON hii inayokuja kwa maana ya AFCON ya 2025 ya kule Morocco. Kwa hiyo huo ndo wasifu wa Dube Prince, moja ya nyota hatari kweli kweli. Na what's so special kwa Dube, amezifunga timu zote tatu kubwa za Kariakoo, timu zote tatu kubwa za kandanda ya Tanzania. Kwa maana ameshawahi kuifunga Simba Sports Club akiwa na Azam, ameshawahi kuifunga Young Africans akiwa na Azam, ameshawahi kuifunga Azam akiwa na Young Africans. Kwa hiyo huyu ni nyota ambaye amezifunga timu zote tatu hizi kubwa ndani ya kandanda ya Tanzania. Huyu ni Dube Prince Mpumelelo, all the way kutoka Bulawayo, Zimbabwe mpaka Tanzania. Na huku ndo sehemu ambayo anakuja kuonesha makali zaidi, tangu akicheza Zimbabwe, akicheza Afrika Kusini, Tanzania ndo soka imekubali. Huyu ni Prince Dube aka Mgadafi. Mimi ni Kharim Mzinga na hii ni Mzinga Sports. Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare, and here we go.